Asante kwa wewe ambaye unaendelea kutusikiliza kupitia Gospel Voice ya 101.9 Access FM. Nilikwambia pale awali ya kwamba nitakuwa na Dr. Lawi ambapo tutakuwa tunazungumzia mwanadamu ni nani, na uzuri niko naye hapa kupitia The Bible Mind ambapo tunajikita kwenye maandiko matakatifu na kuyachunguza kwa kina na kuangalia namna gani tunaweza tukayahusisha maandiko haya na maisha yetu ya kila uchao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajisikiaje kuwepo hapa siku ya leo? Najisikia vizuri na namshukuru Mungu kwa nafasi hii. Okay, leo tunazungumzia mwanadamu ni nani. Unajua ni elimu ambayo sidhani kama tumewahi kufundishwa mwanadamu ni nani. Kwa itakuwa ni elimu ngeni kwetu na kuna vitu vipi ambavyo tutajifunza. Ipo hii elimu lakini si kwamba ni elimu ambayo inafundishwa. Mwanadamu ana upekee sana, tukianzia kwenye hatua za uumbaji mpaka anapokuja anapewa bustani. Kuna vitu vingi vya kipekee. Kwanza ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Yes. Na pili karama ambayo licha kwamba mwanadamu ameasi, karama ambayo Mungu anampa ni uzima wa milele. Ndio. Sasa leo kwa nini tumeamua kujikita kwenye hii elimu ya mwanadamu? Na nashukuru. Kama ulivyosema sio kitu ambacho kinazungumzwa mara nyingi sana. Ni kweli. Lakini tunajikita na kujifunza leo kuhusu somo hili la mwanadamu ni kwa sababu lengo ni kupata ufahamu na kujitambua, hasa sisi ambao tumeumbwa na Mungu. Kwa nini Mungu alituumba, lakini pia alikuwa anatarajia nini na kuna kitu gani kimetokea hapa katika alitokea kile alichokuwa anakusudia tangia awali. Ndio. Na mpaka saizi ulimwengu ulipofika, kwa sababu tukiangalia ulimwenguni kuna mambo mengi sana yanaendelea na kila mtu anajaribu kumdefine huyu mwanadamu ni nani. Kila mtu anavutia upande wake. Sasa tunataka turudi kwenye maandiko tuone kitu ambacho Mungu alikuwa nacho kwenye akili yake au nia aliyokuwa kwenye moyo wake wakati anamuumba huyu mwanadamu na upekee gani amewekewa huyu mwanadamu. Yes. Sawa, twende tujikite huko na tuone huo upekee ambao Mungu amempa mwanadamu. Yes. Andiko letu la msingi litatoka Zaburi sura ya 8. Kuanzia mstari wa 3 tutasoma mpaka mstari wa 8. Nitasoma. Neno la Mungu linasema, nikiziangalia mbingu zako, kazi za vidole vyako, mwezi na nyota ulizoratibisha, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mtunga Zaburi anajiuliza swali kwamba katika vitu vyote ambavyo Mungu ameumba, anaona kama mwanadamu anaka upendeleo fulani. Ndio. Kwa sababu anasema nikiziangalia mbingu, nikiangalia mwezi, nikiangalia nyota, nikiangalia vitu vyote hivi ni vitu vikubwa, ni vitu vyenye fahari nyingi. Sasa huyu mwanadamu kwa nini ana upekee sana? Kwa sababu mstari wa 5 anaendelea anasema, umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, alafu umemvika taji ya utukufu na heshima. Anaendelea kusema, anasema umemtawaza juu ya kazi za mikono yako na umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Anajiuliza, kama nyota na mwezi ni jinsi vilivyo vikubwa, havikupewa kila kitu kutawala, ila huyu mwanadamu na udogo wake kapewa kumtawala mtu mkubwa kama tembo mfano, si ndio? Ndio. Anaona kuna kitu cha upekee kuhusu mwanadamu. Anasema kondoo, anasema ng'ombe wote pia na wanyama wa kondeni, hawa wote mwanadamu amepewa kuwatawala. Anasema ndege wa angani, samaki wa baharini na kila kipitacho katika njia za bahari, yote hivi amepewa wanadamu. Kwa huyu mwanadamu ana upekee gani mpaka Mungu ameamua kumwekea hivi vyote ya vitawala, ingawaje kimwili hana umbo kubwa wala hana utukufu ambao kama mwezi na nyota wanao kule juu, lakini bado amepewa nafasi ya juu kabisa kuliko viumbe vyote. Kwa hiyo ndo kitu ambacho tunataka tuangalie, huyu mwanadamu ana upekee gani? Kwa sababu pia hata kusoma kitabu cha Ayubu, ndio, sura ya 7 mstari wa 17 utaona dhana hii pia ikizungumzwa. Anasema, je, mtu ni kitu gani hata ukamtukuza na kumtia moyoni mwako? Kwa hiyo unaona hawa watu wote wawili wanaona kama mbona kama mwanadamu amependelewa sana. Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ndo kitu ambacho tunataka tukiangalie siku ya leo. Yes. Sawa. Mwanadamu kama amepewa upekee wote huu na upekee umekuwa ni wa kutukuka haswa kwa sababu
ameumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Je, mwanadamu ni Mungu? Okay, nitajibu hilo swali. Na mwanadamu sio Mungu, japokuwa ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Sawa. Yes. Na tutavyojifunza hili somo tutamwangalia katika maeneo makubwa manne. Sawa. Kwanza tutamwangalia huyu mwanadamu kabla ya anguko. Ndio. Yes. Alikuwa ni nani na alikuwa na sifa zipi? Lakini tulikuja kumwangalia baada ya anguko kuna kitu gani kilitokea kwa huyu mwanadamu. Si ndio? Ndio. Alafu mwanadamu mwingine ambaye tutamwangalia ni mwanadamu Kristo Yesu. Sawa. Yes, najua hapo kutakuwa kuna maswali mengi. Nimesema mwanadamu Kristo Yesu na sijakosea wala sijatunga mimi. Yeah. Yes. Alafu mwisho tutakuja kumwangalia mwanadamu ambaye ni kiumbe kipya. Sawa? Sawa. Yes. Kwa hiyo tukianza na huyu ambaye kabla ya anguko ndio tunakuja kumuona sasa katika asili yake kwanza ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Nafikiri tukifungua kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 utaona Mungu anasema tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 6. Wa 26, sorry. Okay. Anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mwanadamu sio Mungu. Mwanadamu ni kiumbe ambaye ameumbwa na Mungu, ila ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Manake mahali kokote ambako mwanadamu yupo uwakilishi wa Mungu upo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mahali kokote huyu mwanadamu aliyeumbwa yupo, Mungu yuko pale kwa sababu amebeba ile chapa ya nafsi ya Mungu, amebeba ile asili ya Mungu, amebeba ile sura ya Mungu. Kwa hiyo anaweza wa kuwasiliana moja kwa moja na Mungu, anaweza wa kuelewa ile nia iliyopo kwenye moyo wa Mungu na iliyopo kwenye akili ya Mungu ili aweze kufanyaje kuweza kuitekeleza. Kwa cha kwanza huyu mwanadamu wa kwanza asili yake ni asili ya Mungu kwa sababu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mungu wakati anaumba viumbe vingine wote hakuwaumba kwa namna hii. Kwa hiyo unaona moja kwa moja upekee wa kwanza wa mwanadamu ni kwa sababu aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Upekee wake wa pili, huyu mwanadamu kabla ya anguko tunaangalia katika kazi zile alizopewa kufanya. Ndio. Na wakati anamuumba Mungu alisema moja kwa moja kazi ambayo mwanadamu alipaswa kufanya. Tukirudi kwenye mstari wetu wa 26 anasema wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Manake moja kwa moja Mungu anataja kazi ya mwanadamu wakati anataka kumuumba. Yaani namuumba huyu mwanadamu, kwanza namuumba kwa sura na mfano wangu, lakini pili ni mwanadamu ambaye anatakiwa kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana katika majukumu yote ambayo mwanadamu angefanya, samari yake ni kutawala. Na anatawala chini ya maongozi ya Mungu, anatawala akiwa na ile sura na mfano wa Mungu. Hata ukisoma sura mstari wa 28 anasema Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale. Anakuja kurudia kitu kile kile. Kwa unaona kazi ya huyu mwanadamu kipindi alichoumbwa, aliumbwa kama mtawala. Katika vyote ambavyo mwanadamu alipewa kufanya, ndio kikubwa alichopewa kufanya, alipewa kumiliki na kutawala. Na katika kumiliki na kutawala huku ni vile vitu ambavyo Mungu aliviumba. Kwa hiyo hakuna kitu mwanadamu ambacho alikiumba cha kwake, lakini vyote ambavyo Mungu aliviumba akaamua kuvikaimisha chini ya mwanadamu ili aweze kuvitawala. Na Mungu alikuwa na hakika ya kwamba huyu mwanadamu atavitawala vizuri kwa sababu nimemuumba kwa sura na mfano wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini huyu mwanadamu wa kwanza pia, eneo la mwisho ambalo tutaliangalia ni katika mahusiano yake. Huyu mwanadamu wa kwanza alihusiana na Mungu, lakini pia alipewa maelekezo ya namna ya kuhusiana na wanadamu wenzake, lakini tatu alipewa na maelekezo ya namna ya kuhusiana na uumbaji ambao Mungu ameuumba. Tukianza na mahusiano yake na Mungu, huyu mwanadamu aliumbwa awe na ushirika na Mungu. Aliumbwa ili awe na ushirika na Mungu. Na ndio maana alipowekwa katika bustani ya Eden, Mungu alikuwa akimtembelea. Tukisoma kwenye Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 9, alipokuwa anamtembelea baada ya anguko, ilikuwa ni kawaida yake kumtembelea na kuwa naye katika ule ushirika. Kwa aliumbwa awe na ushirika wa Mungu. Lakini katika huo ushirika, manake yeye na Mungu alikuwa ndio kiongozi wa maisha yake, ndiye aliyekuwa mtawala aliyeko juu yake. Hakuna kingine chochote ambacho kilipaswa kumtawala mwanadamu pasipo ila ni Mungu peke yake. Hiyo inabidi tukubaliane kabisa kutokea mwanzo, kwa sababu yeye Mungu ndiye ambaye alimuumba. Kwa hiyo moja kwa moja alikuwa na ushirika na Mungu, moja kwa moja alikuwa anaweza kujua ile nia ya Mungu ni nini. Na ndio maana hata alipoletewa wanyama awape majina.
maandiko yanasema majina yake aliyowapa ndiyo hayo hayo yakawa hayo majina, si ndio? Kwa sababu alikuwa ni yeye na Mungu alikuwa ni kitu kimoja. Manake mawazo alikuwa anayawaza, nia alizokuwa anazifikiria ni zile ambazo pia zilikuwa kwenye moyo wa Mungu. Kwa hiyo mapenzi ya Mungu yalikuwa yanaweza kutimilika kupitia huyu mwanadamu wa kwanza. Kwa Mungu alikuwa hana haja ya kuja duniani, lakini kwa sababu mwanadamu yupo, Mungu alikuwa na hakika chochote alichokuwa anakiwaza kwenye moyo wake, mwanadamu anakipokea, mwanadamu anaweza kukitekeleza. Lakini mahusiano yake na wanadamu mwingine, Mungu aliwaambia, kusoma mstari wa 28 Mwanzo sura ya 1, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi kuitiisha, na mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Kwa hiyo yeye na wanadamu mwenzake walipaswa kwanza kuzaa kwa pamoja, na hapo ndipo unaona Mungu anaweka ile taasisi ya ndoa, ambayo tokea mwanzo tunaiona ni mwanaume na mwanamke. Japokuwa dunia ya leo imedefine katika ambayo inajua yenyewe kwamba inawezekana mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanamke, lakini tokea mwanzo maandiko yanatuambia ya kwamba muunganiko huu ulikuwa ni katika kati ya mwanaume na mwanamke. Na katika kuweka muunganiko huo, Mungu akawaambia waongezeke, lakini pia akawaambia wamiliki pamoja. Kwa hiyo mwanadamu hakuumbiwa kumtawala mwanadamu mwenzake, ila aliumbiwa amiliki pamoja na mwanadamu mwenzake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo utaipata pia ukienda sura ya 2 mstari wa 23 na wa 24. Kwa katika mahusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu, mahusiano ambayo ni ya kiwango cha juu kabisa, ambayo yanaleta ukamilifu, ni yale ya mwanamke na mwanaume katika ndoa. Ni kweli kabla ya ndoa tunaweza tukahusiana sisi wenyewe na tukaweza kufanikiwa katika mambo mengi, lakini mafanikio makubwa kabisa au mapenzi makamilifu ya Mungu yanakuja pale ambako mwanaume na mwanamke wanaungana katika ndoa takatifu, na wanaweza kukamilisha ile kazi ambayo Mungu alikuwa ametaka kuifanya ya kuweza kumiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na uhusiano wa mwisho wa mwanadamu ni pamoja na vitu ambavyo Mungu ameviumba au uumbaji, ambapo hapa alipaswa kuvisimamia, alipaswa kuvitunza na kuvitawala katika mapenzi ya Mungu. Tusome sura ya 2 Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Kwa hiyo alimweka pale, ile bustani yote ilikuwa ni ya kwake aweze kuilima na kuitunza. Mstari wa 18 wa 19 anasema, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawahitaji, na kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Kwa hiyo unaona ana mamlaka juu ya wale wanyama. Hata ile andiko la kwanza tulilosoma la Zaburi, anasema umemweka kama mtawala juu ya viumbe vyote. Kwa hiyo maamuzi anayoyafanya mwanadamu moja kwa moja yanaathiri pamoja na viumbe vyote ambavyo Mungu amempa aweze kuvitunza. Kwa hiyo anapaswa kuvitunza kwa uaminifu, na ndio ilikuwa kazi na ndio ambavyo walipaswa kuhusiana na uumbaji katika kipindi cha kwanza kabla ya anguko. Sawa, huyu mwanadamu wa kwanza alikuwaje? Alikuwa ni mrefu sana, ana mwili mkubwa? Biblia imemzungumzia? Hapana, haijazungumza feature zake au characteristic zake zilikuwaje, kwamba alikuwa na ukubwa wa kiasi gani, alikuwa na rangi gani, haijazungumza. Na je, uwezo wa kuishi maisha marefu, ina maana ukiangalia wengi ambao wameandikwa kwenye Biblia wameishi maisha marefu, afu baadaye Mungu akaja akapunguza miaka 120. Hapa ilikuwaje? Watu wanaishi miaka 900 kina Methusela huko, lakini Adamu naye pia na wengine ambao waliishi miaka mingi. Ni kweli. Huu ndo ulikuwa kusudi la Mungu, kwamba mwanadamu aishi umri mrefu? Ni kweli, kwa sababu kabla ya dhambi kuingia kulikuwa hakuna mauti. Yes, kwa hiyo dhambi ilipoingia ilileta uharibifu, na mojawapo ya uharibifu ni mauti, na mauti tunasema inakuwa ni slow. Kwa hiyo mwili taratibu unaanza kudecay, unaanza kuharibika mpaka baadaye unafika wakati mtu anakufa. Kwa hiyo ndo maana kabla ya anguko huyu mwanadamu alikuwa anaweza kuishi hapa duniani daima. Yes, kwa sababu ni mahali ambako Mungu alikuwa amemtengenezea ili aweze kuishi na kufanya kazi. Kwa hiyo maana baada ya anguko kutokea,
siku za mwanadamu zikawa ni za kuhesabika, na mwisho wa siku Mungu atakapokuja kutukomboa wanadamu, atakapokuja kuichukua kanisa lake, ataiharibu na hii dunia ya kwanza, alafu ataleta mbingu mpya na nchi mpya, si ndio, ili kuja kuanza upya katika utukufu wake. Lakini kabla ya nguko mwanadamu alikuwa anaweza kuishi moja kwa moja. Kwa ina maana mpango wa Mungu ulikuwa ni mwanadamu aishi milele. Yes, katika ushirika naye akiwa hapa duniani, akiwa naye pamoja. Yes. Kwa mantiki hiyo, kama Mungu alikuwa anatembea bustanini, na maana alikuwa anaonekana kwa macho ya nyama, au huyu mtu wa zamani alikuwa rohoni sana kwa sababu alikuwa karibu sana na Mungu? Kiuhalisia katika sheria za ulimwengu wa roho, kitu ambacho nafahamu ni mwanadamu ndiye ambaye kiumbe ambaye anaweza kuwepo katika hapa duniani, lakini pia na katika ulimwengu wa roho kwa wakati mmoja, kwa sababu ameumbiwa ndani yake, ana roho, ana nafsi, lakini pia ana mwili. Mwili ndio unahusika moja kwa moja na vitu vilivyoko hapa duniani, vinavyoshikika. Yes, vinavyoshikika, lakini roho yake ina contact ulimwengu wa roho, alafu nafsi inakuwa katika kufanya maamuzi katika hivyo vitu viwili. Kwa hiyo kama Mungu alikuwa anaweza kuhusiana naye, alikuwa anaweza kuhusiana naye kuanzia rohoni, lakini kama mwilini anaweza akatoa umbo ambalo akaweza kuonana naye na kuweza kutembea naye. Kuna umuhimu gani wa watu kufahamu elimu ya mwanadamu? Mwanadamu ni nani? Umuhimu kwetu, inatufundisha nini hasa ili kuishi katika mapenzi ya Mungu? Yes. Kwanza inatusaidia kujua tulipotoka na kujua ule moyo wa Mungu ulikuwaje kipindi anatuumba sisi wanadamu. Kwa sababu mwingine anaweza akafikiri hakuna kitu kilichobadilika tokea ambavyo Mungu alivyokuwa anakusudia, lakini kadri utakavyojifunza tutaona kuna mabadiliko makubwa sana yametokea na yanahitaji sisi kuweza kutoka hapa tulipo. Lakini cha pili, itatusaidia kuona nafasi ya Kristo katika kumkomboa mwanadamu, na ni kwa nini lazima kila mtu aweze kumpokea Yesu. Kwa sababu pasipo hivyo maisha yetu hapa duniani tutakuwa tunaishi na tunafanikiwa, tunaendelea na maisha yetu, lakini mwisho wa siku tukawa tumekosa lile swala la msingi sana ambalo tulipaswa kulifikia, ambalo ni wokovu. Kwa kupitia hili somo tutaweza kujua umuhimu wa sisi kuokoka na kumpokea Yesu, ili tuweze kurudi katika ule mstari ambao Mungu alikuwa ametukusudia na tuweze kuja kuishi naye milele. Kwa ni swala la msingi sana. Lakini la mwisho ni kwa sisi waamini, litatusaidia pia kuweza kuelewa namna ambavyo tunapaswa kuishi katika dunia ya leo ambayo imejaa maswali mengi, imejaa mambo mengi ambayo kwa jinsi ya nje yanaweza yakaonyesha kama yanakatisha tamaa au yanatukandamiza, lakini kumbe kupitia hili somo tunaweza kujua nafasi yetu ni ipi katikati ya hayo yote ambayo yanaendelea duniani, sisi ambao tunaitwa nuru, sisi ambao tunaitwa chumvi, ili kuweza kuleta mabadiliko kwenye dunia yetu. Kitu gani cha msingi ambacho sasa tunapaswa kuzingatia katika haya ambayo tumejifunza leo? Katika haya ambayo tumejifunza leo, kitu cha msingi ambacho tunapaswa kuzingatia, cha kwanza ni tujue ya kwamba sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tumebeba ile picha halisi ya Mungu. Maana yake kokote tulipo tunapaswa kuwakilisha mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kwa mfano kama waamini, hatuna tena kitu ambacho ni cha kwetu. Yaani vyote tulivyonavyo tumepewa na tumekaimishwa na Mungu. Kwa hiyo ni lazima tuwe na tabia ya kutaka kuyafahamu mapenzi ya Mungu ni yapi, kwa sababu tokea mwanzo ndivyo mwanadamu wa kwanza alivyoumbiwa. Alikuwa ni kitu kimoja na Mungu, kwa alikuwa anajua mawazo ya Mungu, alikuwa anaijua ile nia ya Mungu. Kwa hiyo kwa sababu Mungu alituumba hivyo, tunayo sababu ya kila wakati kutaka kuyafahamu na kuyajua mapenzi ya Mungu ni yapi. Lakini cha pili, tunaona mwanadamu aliumbiwa kutawala. Lakini tukiangalia sasa hivi tukisoma andiko nafikiri kwenye Waebrania sura ya 2 mstari wa kuanzia wa 5 mpaka wa 8, anasema, analikoti ile andiko la Zaburi, lakini anasema lakini hatumuoni huyu mwanadamu akiwa vitu vyote vikiwa chini yake. Maana yake bado kuna shida. Mwanadamu bado kuna vitu vinamtawala. Kwa hiyo lazima tujue ya kwamba hakuna kitu ambacho kinapaswa kututawala zaidi ya Mungu kwenye maisha yetu. Kwa kama vipo inabidi vishughulikiwe. Yes. Ikiwa mwanadamu alikuwa na ushirika na Mungu, huyu mwanadamu wa kwanza, na Mungu ni roho. Je, Mungu ana akili? Kama alimpa binadamu akili, yeye akili anayo? Na kama ana akili anaitumia kwa kusudi lipi? Mungu ana akili, ana ufahamu, anavyo vyote hivyo.
na ndio maana alivyotuumba sisi alituumba pia kwa sura na mfano wake. Na ile akili na ufahamu wa Mungu ni kitu ambacho tukisema tulinganishe na akili na ufahamu wetu, tunakuwa tunamdogoisha Mungu, yani tunamfanya Mungu awe chini, kwa sababu yeye ni zaidi sana ya fahamu zetu na jinsi ambavyo tunaweza tukafikiri. Kwa sababu maandiko pia yanatufundisha kwenye kitabu cha Isaya ya kwamba mawazo yake sio kama ya kwetu, wala njia zake sio kama za kwetu. Kama na anatoa mfano ambao tunaweza tukauelewa, ya kwamba kama mbingu zilivyo mbali na nchi, ndivyo ambavyo mawazo yake na mawazo yetu yako mbali. Na kama kwa hiyo ukiangalia ile yani ufahamu aliokuwa nao na hekima aliokuwa nayo ndiye ambayo alitumia kuumba ulimwengu, na ndio ambayo alitumia kumuumba na mwanadamu. Kwa hiyo sisi tuliozaliwa mara ya pili tunayo nafasi ya kuifahamu ile nia ya Mungu na ile akili ya Mungu, na kuunganishwa na kuwa na nasema nia ya Kristo au the mind of Christ, ambao ndio hiyo kila muamini anapaswa kutembea nayo. Kwa sababu baada ya anguko utakuja kuona kuna ufahamu mwingine uliingia hapa uka corrupt ile akili na mawazo ya kimungu ndani yetu, tukawa tunaongozwa na tamaa na vitu vingine badala ya kuongozwa na yale mapenzi makamilifu ya Mungu. Kwa episode ijayo nini hasa ambacho tutajikita kwenye, kwamba hili somo linaisha au ni endelevu? Hili somo ni endelevu. Nafikiri katika episode ijayo tutamwangalia huyu mwanadamu baada ya anguko na kitu ambacho Yesu alikuja kufanya ili kumkomboa kutoka pale aliko na kuweza kumwezesha kurudi sasa kwenye ile nafasi ambayo Mungu alikuwa amemkusudia. Yes. Kitu gani cha upekee sana ambacho tunajifunza kupitia na hili fungu kuu ambao ni Zaburi? Kitu gani cha kipekee ambacho tunajifunza hapo kupitia hilo fungu kuu ambalo linatuongoza mwanadamu ni nani? Kitu kikubwa cha kipekee ambacho tunajifunza ni kwamba huyu mwanadamu amewekwa kuwa mtawala juu ya vyote. Huo ndio upekee ambao mwanadamu anao. Amepewa utawala juu ya vyote, lakini ni kwa sababu ameumbwa na sura na mfano wa Mungu, tofauti na viumbe wengine wote. Hata ukirejea pia kitabu cha Mwanzo utaona namna wengine walivyokuwa wanaumbwa, na alivyokuja kwa mwanadamu akaleta utofauti ili kuonyesha kwamba huyu ni watofauti na viumbe wengine, na ndio maana akapewa hiyo mandate. Kwa mantiki hiyo ndio maana hawa viumbe wengine wa rohoni wanatamani kujenga ushirika na binadamu, kwa sababu binadamu ameumbwa na mfano na sura ya Mungu. Yes, sio tu kujenga ushirika, lakini ndio unaelewa kwa nini shetani alikuwa anatamani sana ile nafasi ambayo mwanadamu alikuwa nayo, kwa sababu yeye alishindwa kuipata. Na ndio maana tunasema hakwenda kumshawishi ng'ombe au mbuzi, ila alienda kwa mwanadamu kwa sababu alijua potential aliyokuwa nayo. Alienda straight pale pale kwenye kichwa. Kwa taswira sasa ambayo tunaiona. Yule binadamu wa kwanza akiwa katika bustani ya Eden, ina maana alikuwa ni tupu, alikuwa yuko tupu. Yes. Hakukuwa na baridi. Maana sijaona sehemu kama yani kwamba ilikuwa ni bustani, kwamba hii bustani kwamba ilikuwa ni hali tu nzuri, hasikii baridi, kwa sababu ulikuwa ni mwili ambao hauna mauti. Na yani mazingira yale ya Adamu wa kwanza tunasema alikuwa ni perfect, ya ukamilifu. Maana kila kitu kilikuwa kiko upande wake. Kila kitu kilikuwa kiko upande wake. Kama ni hali ya hewa, kama ni mazingira, kila kitu kilikuwa kiko upande wake na kwa ajili yake, kwa sababu kulikuwa hakuna uharibifu wa aina yote. Lakini kipindi uharibifu ulipoingia, ndipo unaona hata laana iliyotolewa, tutakuja kuiona wiki ijayo, kwamba yani ardhi sasa inalaaniwa, unaanza kula kwa jasho, unaanza kuhangaika, unapanda inaota miba, unaona. Lakini mwanzoni kila kitu kilikuwa sawa. Kwa hiyo kilikuwa kinamfavor mwanadamu aweze kuishi, na mazingira aliyokuwa anamweka pale yalikuwa ni mazingira ambayo yalikuwa ni sahihi kwa mwanadamu. Kama ni joto, ilikuwa kabisa katika kiwango kinachohitajika. Kila kitu kilikuwa katika hali inayohitajika. Sasa kwa mantiki hiyo nawaza hapa kwamba agizo la kwanza la Mungu lilikuwa ni lipi? Kwamba kuilinda na kuitunza. Kwa hiyo ina maana kwa mantiki hiyo Mungu anatupa agizo la kwamba tuyatunze mazingira. Yes. Kwa hili somo ina maana elimu ya mwanadamu ni pamoja na kuhusiana na mazingira vizuri. Ni kweli. Hapa kuna kitu hapa unaweza kaongezea kutupa mwanga kidogo. Ni kweli. Yani ile bustani ilikuwa ina kila kitu. Matunda, ina mboga, na aliambiwa ale pia. Na alipewa aitunze, ailime na kuitunza, maana yake aiendeleze. Yes.
Kwa sababu Mungu alikuwa ameshampa, Mungu anatoa alimwanzishia mwanadamu tayari kwamba hichi hapa. Wewe hauumbi kitu, wewe unakiendeleza. Yes. Na ndio kitu ambacho mwanadamu alikuwa anapaswa kufanya. Kwa hata sisi hapa leo hatuumbi vitu, ila tunaendeleza, na ndio maana tunapaswa kutunza mazingira yetu. Ni swala la kimungu kabisa. Yaani uchafuzi wa mazingira hiyo haitokani na Mungu kabisa, kwa sababu wazo la Mungu ni kutunza chochote ambacho kinafika kwenye himaya yetu, ikiwa ni mazingira, kama ambavyo tunatunza watoto ambao wanatoka vinoni mwetu, pia hata mazingira ambayo yanatuzunguka ambayo tunaishi tunapaswa pia kuyatunza na kuyaweka katika hali ambayo ni nzuri, kama mawakili wema wa kile ambacho Mungu ametupa tukilinde. Kwa watu ambao wanahitaji labda maswali, kujua kwa kina zaidi udadavuzi wa mambo, wanakupateje? Mimi napatikana kwa namba za simu. Ndio. Lakini pia ukifika kanisani ambapo unaabudu, unaweza kanipata. Ninasali pale kanisa linaloitwa Total Healing Ministries, liko Forest Mpya, nyuma ya shule ile ya Mlima Mbeya ya zamani ilikuwepo pale. Ndio. Lakini pia napatikana kwa namba za simu 0717 18 1036. 0717 18 1036. Tunapomalizia neno la hekima kwa leo kuhusiana na hichi ambacho tumejifunza. Neno la hekima kuhusiana na hichi ambacho tumejifunza ni kwamba sisi kama wanadamu, kuna kusudi ambalo tumeumbiwa tuweze kuliishia, na ikiwa hatutalifahamu hilo kusudi, hatutaweza kuishi namna ambavyo inatupasa. Kwa turudi kwa Mungu, tuangalie na kujifunza nini ambacho walikuwa wamekusudia kwa sisi wanadamu kuweza kuishi, na tuweze kuyaishi hayo. Na njia pekee ambayo tunaweza kuyaishi hayo ni kama tukirudi kwenye misingi ya neno la Mungu. Na kama tulivyoona siku ya leo, sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Na tumeumbwa kutawala. Kwa hiyo tumruhusu Mungu aingie kwenye maisha yetu na ayaongoze na ayatawale yeye peke yake, na hapo tutakuwa tumekaa kwenye mlengo na mlingano na Mungu.